DSB Digital, haki na ukweli. Sasa kuna taarifa moja hapa nimeisoma kwenye gazeti la Middle East Eye. Unajua Middle East Eye kama nilivyowahi kuambia kuwa hili ni jarida ambalo linaandika sana taarifa zinazohusu Mashariki ya Kati, lakini liko London. Ndio maana jarida hili huwa linatoa taarifa nyingi ambazo zinahusu serikali ya Uingereza na masuala yake inayoyafanya pale Mashariki ya Kati. Sasa jarida hili limeandika taarifa inasema hivi: Marekani imezionya Uingereza na Ufaransa kulitambua taifa la Palestina katika mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao utafanyika baadaye mwezi huu huko Marekani. Naendelea kuisoma hii taarifa, nitakuja nifafanue vizuri. Ufaransa na Saudi Arabia zinatazamiwa kuwa wenyeji wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu suluhu la serikali mbili utakaoanza tarehe 17 mpaka tarehe 20 Juni mjini New York. Ufaransa inaripotiwa kujiandaa kulitambua taifa la Wapalestina katika upande wake katika mkutano huo. Middle East inaelewa kuwa Ufaransa imekuwa ikishawishi Uingereza kufanya hivyo. Maafisa wa Ufaransa wanaamini kuwa serikali ya Uingereza iko kwenye mpango huo kulingana na vyombo vya habari vya Ufaransa. Lakini Washington ilianza choko zake faraghani, yani inapeleka taarifa chini kwa chini kuzionya Uingereza na Ufaransa dhidi ya kuitambua Palestina kwa upande mmoja. Vyanzo ambao vinaifahamu jambo hilo katika ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza vilizungumza na Middle East Eye na kulizungumza hilo. Wakati huo huo, mataifa ya Kiarabu yanawataka Ufaransa na Uingereza kuendelea na hatua hizo. Hiyo habari inasema hivyo. Mwisho wa mwezi Mei, nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zilifanya mashauriano kwa ajili ya maandalizi ya mkutano huo, ambapo kundi la Kiarabu liliyataka mataifa kutambua utaifa wa Palestina. Kundi hilo la Kiarabu lilisema litapima mafanikio baada ya mkutano huo ikiwa mataifa muhimu yataitambua Palestina. Vyanzo vya ofisi ya mambo ya nje viliongeza kusema taarifa hiyo, hakuna sababu Marekani kuingilia, ilikaribishwa kwa maoni tu. Ofisi ya mambo ya nje ilieleza Middle East kwa taarifa ya waziri wa mambo ya nje David Lammy mnamo 20 Mei, ambapo alithibitisha tena msaada wa Uingereza kwa suluhu la serikali mbili. Lammy alipinga hadharani kuwa Uingereza ilikuwa ina mpango wa kutambua upande mmoja, akasisitiza mapema mwaka huu kwamba Uingereza itatambua tu taifa la Palestina, wakati tunafahamu kuwa lipo karibu zaidi kutokea. Lakini mwishoni mwa mwezi April, Lammy alikiri kwa mara ya kwanza kwamba Uingereza ilikuwa katika majadiliano na Ufaransa na Saudi Arabia juu ya madai hayo. Chris Doll, mkurugenzi wa Baraza la Maelewano la Waarabu na Uingereza, alipokuwa anazungumza na Middle East Eye, alisema hakuna sababu halali ya Marekani kuingilia uamuzi huru wa Uingereza na Ufaransa kutambua taifa jingine. Kutambuliwa kwa Franco Uingereza, yani kutambuliwa kwa Franco England, yani ile unajua kutambua kati ya Ufaransa na Uingereza, itakuwa kukiri haki ya Wapalestina ya utaifa na kuwa washirika sawa katika mazungumzo yoyote yajayo na Israeli. Doyle aliongeza, kulingana na mfano wa serikali hii ya Uingereza, pingamizi la Marekani la kutambuliwa linakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na athari kwa Uingereza kuliko Ufaransa. Yani katika hawa wawili watakaomtambua Palestina, ikiwa Uingereza itaitambua Palestina, basi italeta athari kubwa zaidi kwa Israeli kuliko Ufaransa, kwa sababu ya aina ya Uingereza ilivyokuwa mshirika, na Uingereza ndio imezuia kila mara hili lisitokee. Kwa hiyo itakuwa na athari kuliko Ufaransa. Lakini Trump hatabiriki. Kilicho muhimu sana ni kile ambacho Trump mwenyewe anafikiria. Alikuwa anasema Doyle, kupinga kutambuliwa kwa upande mmoja ni msimamo ambao uko Marekani, inafahamika. Lakini ikiwa ningekuwa katika mtaa wa Downing, ningekuwa nikimuuliza rais mwenyewe anaamini nini. Anasema ningekuepo mtaa, huyu ni mchambuzi Doyle, anasema angekuepo mtaa Downing Street, ni pale makao makuu ya ofisi ya waziri mkuu, ofisi namba 10 pale Uingereza, Downing Street. Iwapo Ufaransa na Uingereza zitaendelea na hatua hiyo, zitakuwa mataifa ya kwanza ya G7 kutambua taifa la Palestina. Huwa nairudia hii alafu nakariri kuwa kwa sababu always huwa tunaamini Urusi na Uchina ni watetezi wa haki za binadamu na ambao hawapendi mambo ya Marekani na kunyanyasa. Lakini katika hili Urusi kakaa mbali sana,
Uchina amekaa mbali sana, licha ya kuwa wao wanaita njooni mikutano tuzungumze, lakini hazijathubutu kuitambua Palestina. Wakati Uingereza na Ufaransa ikiwa zitatambua, zitakuwa nchi za awali kwenye zile nchi zenye kura ya turufu 5, nchi za awali. Lakini mara kadhaa nimesema kama China na Urusi wao kweli ni washabiki wa nchi za mashariki wasiopenda kuonewa, hii ilikuwa ni fursa na wao kuongeza nguvu kufikia nchi 4 ambazo zinaitambua Palestina katika wapiga kura 5 wa kudumu, abaki Marekani peke yake. Halafu uone msukumo wa kimataifa kwenye meza ya kimataifa kusukuma swala la Palestina itakuwaje. Lakini nilishawaambia kuwa Urusi ni Muisraeli. Urusi ni Myahudi wa asili kabisa. Tofauti na Marekani. Marekani wao ni maslahi. Na Wayahudi walivyotoka hapa Israeli wakaenda kuishi Marekani wengine, lakini Wayahudi waliokuja kuishi Israeli walitoka Ulaya Mashariki, ikiwemo Ukraine na Urusi kwa hali ya juu. Kwa hiyo kuna muungano wa moja kwa moja, yani kuna connection ya asili ya damu kati ya Wayahudi wa Israeli na Urusi moja kwa moja. Ndio maana Urusi hazungumzi hili, hataki kujadili. Mtazame Uchina anaangalia maslahi yake ya kimataifa, lakini linapokuja swala la gombana na Marekani utawasikia kuwa tunaona kuwa hawa ndio wasaidizi wa upande wa pili wa mashariki ambao kuwa wanapingana na Marekani. Lakini leo washirika wawili wa magharibi wanaonyesha nia ya kuitambua Palestina. Kwa nini nguvu haiongezwi kutoka kwa hao washirika muhimu ili kuongeza msisitizo kwenye hili? Sasa hayo ni juu yako. Sasa Marekani anazizuia Uingereza na Ufaransa chini kwa chini, marufuku kutambua. Ukienda kutazama sera ya Marekani ya mambo ya nje, au sera yao kuhusu Mashariki ya Kati, au sera ya Marekani kuhusu Israel na Palestina, utakuta sera inasema kuwa Marekani inaunga mkono juhudi za utambuzi wa mataifa mawili, yani uwepo wa taifa la Palestina. Lakini hatua zinapochukuliwa si kwa vyovyote Marekani anazuia. Iwe kwenye UN ametumia turufu mara kadhaa, kwa njia yoyote kutambua taifa hakuna. Juzi balozi wa Marekani, niliwasomea ile taarifa yake, Huckabee wa Israeli, alishutumu Ufaransa kuwa kama unataka kuitambua Palestina, kata eneo kwenye nchi yako iite Palestina, sio uitambue. Hawa ni wa Marekani. Sasa hili wanasema hatua hiyo ingesababisha tetemeko la ardhi la kisiasa, kwani Ufaransa na Uingereza ni miongoni mwa washirika muhimu wa kihistoria kwa Israeli, na Israeli imeashiria kuwa haitachukua hatua hiyo kwa kuamua kukaa kimya. Wiki iliyopita Waziri Rondema, waziri wa masuala ya kimkakati wa Israeli, alitishia Uingereza na Ufaransa kwamba Israeli inaweza kunyakua sehemu za ukingo wa magharibi wa mto Jordan ikiwa Ufaransa itatambua taifa la Palestina. Hii iliandikwa kwenye gazeti la Israel la Haaretz. Mapema mwezi huu Middle East Eye ilifichua kwamba Uingereza iliamua kwa faragha mwaka 2014 kwamba itazingatia kulitambua taifa la Palestina ikiwa Israeli itasonga mbele na mradi wa uhasama kwenye E1. Yani wakati Israeli anaongeza ujenzi wake mwaka 2014, Uingereza ilimpelekea barua ya chini kwa chini Israeli kumwambia kuwa huo ujenzi wako unaoendeleza kule West Bank, basi unapelekea sisi kuitambua Palestina, ambayo itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Israeli. Kwa Israeli akawa anasita. Sasa wakati huo Israeli kwa sasa iko tayari kusonga mbele na mpango wake wa makazi ambao utaugawa ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu katika sehemu 2. Na wakati huo shinikizo la ndani linaongezeka nchini Uingereza. Starmer anakabiliwa na kiwango cha hali ya juu sana cha hasira katika chama chake cha Labour pamoja na umma wa Uingereza. Hata katika duru ambazo zinaweza kuunga mkono serikali ya Israeli zinakutana na upinzani mkubwa sana. Wabunge kadhaa waliambia Middle East Eye mwezi uliopita wanaamini kwamba Uingereza lazima itambue taifa la Palestina mara moja. Mbunge wa chama cha Labour, Umar Kumaran, mjumbe wa kamati teule ya masuala ya kigeni ya Uingereza, alisema serikali hii ilichaguliwa kwa ilani iliyoahidi kuitambua Palestina kama hatua ya kuelekea amani ya haki na kudumu. Anasema mbunge huyo, ninaunga mkono sana kutambuliwa kwa taifa la Palestina na nimelizungumza mara kwa mara bungeni, kwenye kamati ya mambo ya nje, pamoja na nimewaandikia barua mawaziri. Umelielewa hili swala lilivyo? Warabu wanamwambia Ufaransa na Uingereza, endelea, achana na Marekani.
napo walaumu wakati walipotakiwa kuchukua hatua hawakuchukua hatua. Wanawasukuma wenzao sasa waende sehemu ambayo wao walishindwa kuchukua hatua. Sio, umeelewa? Yaani wao hatua za kumwajibisha, kwa sababu hapa unaona kabisa kumbe kidudu mtu wa hili swala ni Marekani. Uingereza, Ufaransa zinaona sasa imefika wakati tunaenda kuitambua, kwa sababu kipindi hiki Hispania walitambua, Ireland walitambua, Norway na nchi zingine ambazo zimetambua Palestina katika kipindi. Anasema ni nchi karibu, unajua nchi zilizo katika UN zaidi ya 193, nchi zaidi ya 157 zinatambua uwepo Palestina. Wamebaki ni hawa manunda tu wakubwa ambao wanafumba macho hali ya kuwa ukweli wanaujua, ila ndio wasiotaka. Lakini Warabu waliotakiwa kuchukua hatua wanasukuma hizi nchi, nendeni. Wao walitakiwa watumie vitendo, kitendo cha kugawa mabilioni ya fedha kwa Marekani, ambaye Marekani anawadhihirishia uadui wake kwao na jamaa zao ulio wazi. Wao wanamchekea. Wao ndio waliosababisha, na wao ndio wamezua kila kitu. Katika kila lawama ambazo huwa zinasukumwa kwa yale yanayoendelea Gaza, mimi mara nyingi sana hupeleka lawama zangu kwa Warabu. Nini walikifanya toka kwenye kiapo cha mwaka 67? Nini hatua walizichukua baada ya pale? Wamekuwa ni kuzungukana, kila mmoja ameangalia maslahi yake ya kisiasa zaidi kuliko kile ambacho walikuwa wameapa kukusudia kuwa sisi tuko kwenye njia moja. Ukweli nitabaki kufikiria maneno ya Kanali Muammar Gaddafi alipokuwa anasema mimi siutaki Uarabu na utaka Uafrika. Licha ya kuwa Waafrika wenyewe walimgeuka dakika za mwisho wakati anashambuliwa na NATO, hata waziri mmoja kutoka nchi za Kiafrika kukemea lile swala, wote midomo yao ilikuwa imefungwa zipo. Hakuna serikali za Kiafrika ambazo zilimtetea Gaddafi kwa ule uhalifu uliofanyika. Licha kuwa Gaddafi alishawakana Waarabu wenzake kuwa mimi nitabaki kuwa Mwafrika na sitotambulika kama ni Mwarabu, kwa sababu alikuwa akiamini kuwa Waarabu waliokuwa wanayazungumza kwenye mikutano yalikuwa ni mengine, halafu kuna watu wanavujisha taarifa wanapeleka upande wa pili. Kwa hiyo mipango yote ilikuwa ni useless, ambayo haiwezi kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo akaamua kuwageuka, akageukia kwa ndugu zake wa Afrika ambao aliwapa kila kitu, aliwakopesha fedha, alihakikisha Afrika inasimama kwa kila kitu. Lakini siku alivyomgeuka wazungu, sio Waarabu, sio Waafrika waliomtetea. Digital, haki na ukweli.